من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ama bado, ndugu zetu mnaotusikiliza katika YouTube yetu hii Bilali Online TV, tunawaomba msiache kulike, kucomment, kusubscribe, pia kushare kwa watu wengine. Leo tunazungumza vita baina ya Iran na Yahudi na Marekani. Yahudi na Marekani wamechanganyika, sio hao tu, lakini na NATO imo ndani yake. Ingawa kazi kubwa wanayofanya sasa hivi Mayahudi na Marekani ni kuifikirisha dunia vile wanavyotaka wao, na dunia isipokuwa macho basi itafikirishwa na mwisho dunia itasambaratisha. Moja katika faida ya vita, moja katika mpango wa vita, inatakiwa wewe uweze kuwafikirisha wale maadui zako na uweze kuwafikirisha watu waliozunguka jamii yako. Ukifanikiwa kuwafikirisha vile unavyotaka wewe, watu wakaelewa vile unavyotaka wewe, basi hapo pia ni njia moja ya kushinda. Sasa hivi wanachofanya Mayahudi, wanachofanya Marekani ni kuifikirisha dunia vile wanavyotaka wao. Tatoa mfano, wamefikirisha kwamba watu waelewe kwamba Netanyahu ni mbaya, lakini Trump ni mzuri. Dunia sasa yote inafikiria hivyo, na imefika mahali hapo wanaamini kwamba Netanyahu ndio mbaya, Trump ndio mzuri, na vita vyote hivi vinashindwa kusimama eti kwa sababu Netanyahu ndio anayeviongoza. Hii ni fikra ya kufikirishwa, na dunia kama itafikirishwa hivi mpaka ielewe kwamba Netanyahu mbaya lakini Trump mzuri, basi itakuwa tayari imeshapinduliwa dunia, yani imeshapinduliwa kiakili, imeshafanikiwa kufikirishwa kiakili namna anavyotaka Netanyahu na namna anavyotaka Trump. Netanyahu anasema, dunia sasa hivi ndio inaamini hivyo kwamba Netanyahu ni mtu mbaya sana, lakini Trump mtu mzuri. Trump anataka amani. Lakini ukitizama sasa hivi Netanyahu, yeye bidii yake kubwa na ni kuipiga Iran, na wanaipiga Iran. Netanyahu kasimamia mkumbo wa kuipiga Iran, anaipiga Iran tena na kujisifu juu, ingawa na wao wanapigwa, lakini Netanyahu anaipiga Iran na anajisifu. Lakini na Trump naye anafanya hivyo hivyo, kwamba na yeye anaipiga Iran na anasema tutaipiga mpaka tuimalize. Lakini tizama maajabu sasa, watu wamefikirishwa, pamoja na kwamba Yahudi anaipiga Iran na Trump anaipiga Iran, lakini wamefikirishwa watu duniani kwamba Trump ni mzuri lakini Netanyahu ni mbaya. Sasa hawa manake wanatengeneza mustakabali wa kidunia, watu waelewe hivyo. Na faida iko wapi? Wakielewa watu hivyo, bado Trump anahitajia uchaguzi na anataka ashinde. Kwa hivyo ikiwa dunia inapiga kelele kwamba Trump mbaya, na Wamarekani wenyewe wakalichukua hilo kwamba Trump mbaya, ina maana Trump ataanguka. Sasa lazima atangazwe wema, watu wa nchi yake watangazwe wema, ili huku mbele na kukwenda katika uchaguzi awe yeye mwenye kushinda. Lakini hakuna mwema, kwa sababu anachokifanya Netanyahu ndicho anachokifanya Trump. Netanyahu anapiga mabomu kuipiga nchi si yake, wala hakuna sababu, na anaumiza watu bure, na Trump anafanya hivyo hivyo. Kwa hivyo ukitizama katika matendo, wote ni wabaya tu, lakini wanafikirishwa watu kwamba Netanyahu bwana mbaya lakini Trump mzuri. Sasa kwa kufikirishwa hivyo, inaonekana kwamba sasa tayari dunia hapo imepigwa dunia, kwa sababu dunia imeshindwa kufikiri. Wote ni wabaya, na wote anachokifanya Netanyahu ndicho anachokifanya Trump. Kwa hivyo huwezi kusema kwamba Netanyahu mzuri, Trump mbaya, lakini wanapofanya wote wanafanya tena kwa makubaliano pamoja. Kwa hivyo hii ndio propaganda. Ukisikia propaganda ni hiyo, na kuwabadilisha watu akili, waelewe vile unavyotaka wewe, wasielewe hali halisi. Kwa hivyo vile watu wamefikirishwa. Kuna hapa mwanzo ilitokezea watu walikuwa wanasema kwamba kwa kweli NATO hawakubaliani na Trump. Sasa Trump inapigana bila ya NATO. Si kweli kabisa kwamba Trump anapiganisha vita Marekani bila ya NATO.
Kwanza watu waelewe, kuna mkataba umepangwa huu wa NATO kwamba yoyote atakayepigwa basi katika watu wa NATO, basi NATO yote imsaidie yule anayepigwa. Huu ni mkataba na umeshatiwa saini na pengine iko ndani yake, ndani ya mkataba walipo. Je, yule atakayekataa, tunasema kwamba yoyote atakayepigwa ndani ya NATO basi NATO wote wamsaidie. Tumefahamiana? Je, akitokea akakataa, sasa lazima katika mkataba huo lazima ueleze, kuna kifungu lazima, na kama hakuna kifungu hicho basi na wazungu nao vile vile ni wapumbavu tu, kwa sababu lazima watu waingie katika mkumbo ule wa kumsaidia mwenzao, na kama hakumsaidia huyu atakuwa kakosa. Kwa hivyo lazima kuna mkataba ambao atakayekataa kumsaidia, atakayekata kusaidia, basi moja kwa moja huyu itabidi afanywe hivi, afanywe hivi. Hii ndio mambo ya mikataba inapokwenda. Sasa wanasema hivi, tumefikirishwa kwamba NATO haisaidii. Hii yote ni kuonekana kwamba NATO nayo, kwa sababu imeshaingizwa ndani ya vita, na wao vile vile ni mahasidi, na wao vile vile ni watu wabaya, kama ilivyo Marekani, kama ilivyo Netanyahu, kama ilivyo Trump, basi na NATO wote lengo lao ni hilo. Lakini sasa inafikirishwa dunia kwamba hapa bwana nini, NATO haingii, itatukosaje kuingia na watu wamo ndani ya mkataba? Kwa hivyo NATO imo na inapigana, lakini watu huku washafikirishwa kwamba NATO haimo. Hiyo ni propaganda. Haiwezi kupigana Marekani halafu eti NATO ikawa haimo, NATO ikakaa pembeni. Si kweli. Na huku kuna mkataba, tena mkataba huu ndio kautengeneza Marekani, na sharia hii aliyopanga sana ni Marekani, tena kwa manufaa zaidi ya Marekani. Kwa hivyo na hapo napo dunia imefikirishwa, kila mmoja anaona kwamba hapana bwana, NATO hawamo. NATO wamo, tena wamo kikamilifu, na wanapambana kama wanavyopambana Wayahudi, kama wanavyopambana Marekani, na NATO wamo. Hawawezi kuacha wakati wana mkataba kwamba mmoja akapigwa katika wao, basi waliobakia wasaidie. Kwa hivyo NATO imo, lakini tunafikirishwa kwamba NATO hamna, na hilo jambo sio kweli. NATO imo na inafanya kazi. Pia wanasema tuelewane sasa hapa, tupaelewe. Israeli kama atatokea kiongozi yoyote ambaye kiongozi huyo akawa hafanyi vile wanavyotaka Wayahudi, kiongozi huyo hawezi kukaa. Tumetoa mfano Kennedy, John Kennedy. Huyu ni Msraeli vile vile, ni Msraeli, na yeye alikuwa rais wa Marekani, lakini alivyokataa kufuata vile mipango yao ilivyotaka, akaonekana kwamba huyu sasa ana mapenzi na Waafrika, ana mapenzi na watu maskini, huyu atatuharibia mpango wetu. Walimpiga risasi. Ni rais wao na ni mwenzao, na aliaminika na alikuwa na maarifa kuliko Trump, lakini walimuua. Tumefahamiana? Sio hivyo tu, Isaac Rabin kama sikosei, na yeye vile vile alivyokataa kufuata, akaingia kwamba sasa anataka aelewane na Wapalestina, aelewane na Yasir Arafati, wakaona huyu atatuharibia, naye wakamuua vile vile. Kwa hivyo mtu yoyote katika Marekani, yoyote ambaye atakayekuwa hakubaliani na Waisraeli, hawakubaliani na Israeli, basi huyo kwa vyovyote hawezi kukaa katika madaraka. Kwa hivyo leo uelewe, kuanzia leo uelewe, Trump anaelewana na Waisraeli, na hivyo wanavyofanya ndivyo wanavyotaka Waisraeli, na ndivyo walivyokubaliana kufanya. Kwa hivyo hakuna mabadiliko katika sera za Kisraeli. Yoyote atakayekaa pale, lakini yaliyobakia sasa wanafanya mpango, kwa sababu huyu ndio kaanzisha hivi vita. Kwa hivyo ikiwa ataondoka katika nafasi hii Trump, na alafu nafasi hii ishikwe na mwingine aliyokuwa si yeye, kwa hivyo kuna hatari ya mpango kubadilika. Lakini sasa inabidi lazima wamlinde. Tumefahamiana, wamlinde kwa kila hali, mpaka wamefika hatua kusema kwamba programu mpya aliyovaa, wasema Trump ana matatizo ya akili, Hii ni propaganda. Nchi kama Marekani haiwezi kuongozwa na mwehu. Kaingia kwenye madaraka, lakini wakimgundua kwamba ni mwehu, hawezi kukaa katika kiti kile, hasa tena wakati huu, wakati wa vita, nchi inapigana, halafu eti rais anayepiganisha hivyo vita awe mwehu. Hakuna.
ni katika jumla ya propaganda. Watu duniani waone hivyo. Tumefahamiana. Watakapoona hivyo watakuwa wamejilaza kwamba huyu wakati wote tu kwa vile mwehu basi sasa anaweza akatolewa. Watu wanakaa anaweza akatolewa, lakini yeye mipango yake na wenzake anafanya. Kwa hivyo Trump sio mwehu. Na kama Trump ni mwehu, basi wao wenyewe Wayahudi walishamtengenezea huo mpango. Lakini eti kusema kwamba mwehu sijui analala sana, anafanya hivi, hii ni propaganda. Na watu wasipoamka na propaganda kama hizi, basi dunia bado itapata shida. Kwa sababu gani? Kwa sababu itapata shida kwa sababu watu hawazitumii akili zao. Lakini mimi nathubutu kusema, Bilal Online TV tunathubutu kusema kwamba Trump si mwehu, ana akili timamu na anafanya mipango yake na wenzake kama inavyotakiwa. Lakini hili la mwehu limeingizwa tu, tumefahamu kwamba kwa sababu hospitali ni ya Trump, daktari ni Trump, na yeye mgonjwa anaambiwa ni mwehu ni Trump mwenyewe. Kwa hivyo wanafanya ni propaganda tu, ambao wanajua wao, ikiwa dunia itafikiria hivi, ikiwa Iran itafikiria hivi, kwamba Trump ni mwehu. Kwa hivyo moja kwa moja kuna mambo mawili. Moja kwa moja hapo katika kutekeleza ile mipango yao, basi wanaweza na wao vile vile wakabadilisha strategia fulani. Tumefahamu. Pili, wanatoa fursa. Mtu kishaambiwa mwehu, maana yake akilifanya lolote hana makosa. Unaona faida hiyo sasa? Anaitwa mwehu Kwa hivyo atakavyoamua vyovyote atakuwa hana makosa. Sasa wanamlinda katika makosa atakaokuwa kayafanya, yakionekana kwa mazito na yatamtia ndani ya mashaka, watasema huyu kafanya haya kutokana na upungufu wa akili. Na kutokana na upungufu wa akili, wenye makosa kina nani? Wenye makosa ile kabineti iliyomzunguka, kwamba wamemwachia mpaka akafika hapa. Lakini huyu daktari anathibitisha kwamba ni mwehu. Kwa hivyo mwehu hana nini? Hana hukumu. Kwa hivyo hata hili wanalolisema Marekani, hata hili wanaosema Wayahudi kwamba Trump ni mwehu, lakini ni jambo la uongo. Mwelewe, Bilal Online TV inasema Trump sio mwehu. Trump yupo na anapanga mipango, na mipango yao ndio kama hivi, na washaona pengine Wayahudi huyu ndio mtu atakayewafaa. Dakika yoyote wakiona kwamba huyu hatatufikisha pale tunapotaka, basi Kennedy na Isaac Rabin na huyu Trump ni kitu kimoja tu, watamwamulia. Kwa hivyo tunachokisema, Bilal Online TV, Marekani haiwezi ikaongozwa na mtu ambaye hana akili. Ni nchi kubwa, ni dola kubwa, ni dola ya kisayansi. Hawawezi kukubali hata dakika moja, wakigundua dakika moja tu kwamba huyu mtu akili imeshaharibika, basi wako wa chini yake watamuingiza, na katiba yao wanayo. Na kila nchi nayo. Hata sisi hapa Tanzania tuna katiba. Rais akionekana na mapungufu haya au haya, basi moja kwa moja nafasi yake inashikwa na mtu mwingine, au akitokezewa na mauti, basi nafasi yake. Hivi ndio serikali zote zinakwenda hivi duniani. Hakuna serikali ambayo inaweza kukubali kuongozwa na mwehu. Kwa hivyo Trump sio mwehu, ana akili kuliko mimi na wewe. Lakini hii ndio strategia sasa hivi wanaokwenda nayo Wayahudi. Na kama atakuja kuonekana ni mwehu, basi ujue huu wehu washamtengenezea wao, lakini sio kwamba mwehu. Kwa hivyo tunachosema kwamba watu wawe macho. Hizi zote zilizotumika, Umoja wa Mataifa, NATO, sijui Trump kafanya hivi. Trump mwema, atakuwa mwema vipi? Kaingiza nchi yake ndani ya vita. Anayetoka katika nchi yake anakwenda kupiga nchi, yani ina masafa kwa mamilioni, kwa maelfu ya meli, anakwenda kupiga, anaua watu, halafu wewe unasema mwema. Kwa hivyo anayefikirishwa hivyo akasema Trump ni mwema, huyu ameshapinduliwa kiakili. Kwa hivyo ndugu zangu, tunamalizia kusema Allah, watu wote duniani sasa wawe macho katika fikra. Wakiangushwa kiakili, basi tayari maumivu yatakuja mbele yake. Trump sio kichaa.
Trump ni ana akili zake, lakini haya yote tuliyozungumza, hii ndio propaganda wanaotengeneza Mayahudi, na propaganda hii, kufanikiwa kwa propaganda hii ndiyo kufanikiwa kuangusha watu kifikra. Wanapigana kwa vita na wanapigana kwa fikra. Watu ikiwa fikra zao ni hizi, basi wao Wayahudi watakuwa wameshashinda. Kwa haya tunasema, bado tunarudi kwamba Iran inapambana kiume. Iran inapambana, na inshallah Irani itapata ushindi zidi ya dhulma hii wanaofanyiwa na Marekani, zidi ya dhulma hii wanaofanyiwa na NATO, zidi ya dhulma hii wanaofanyiwa wa Palestina. Itashinda, Iran itashinda, na sisi juu yetu kuomba dua ya kuiombea Iran na wenzake wote waweze kufanya vizuri katika vita hii. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nari, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa barik wa salam, walhamdulillahi rabbil alamin.